tunaishi kiroho katika kumjua Mungu wa mbinguni. Tuko hapa duniani. Duniani hapa kuna wakuu mbalimbali, na kama tunavyofahamu kila nchi ina mkuu wake, lakini wote hawa duniani wanamilikiwa na Mungu peke yake. Si hivyo tu, bado kuna na wa Mungu wengine. Bwana asifiwe sana. Anasema yeye kwamba naapa kwa jina langu, na katika mimi hakuna Mungu mwingine. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu tunayemwabudu sio wa mchezo, na kwa sababu sio wa mchezo, hebu na wewe usifanye mchezo. Shika sana Mungu huyu. Yeye ni coordinator wa mambo yote. Yeye ni mkuu katika dunia nzima, na dunia hii imekuwepo kwa sababu yake. Hebu tuone kitabu cha Wafilipi nacho kinatuambiaje juu ya mambo ya Mungu na mambo ya roho zetu pamoja na miili yetu. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 13. Ndugu zangu, tunahitaji kujikita sana kwenye mambo ya kiroho ili yaweze kufisha mambo ya mwilini. Ukiwa kiroho, mambo ya mwilini hayana nafasi. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 13. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 13 unasema, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Asante sana. Umeona? Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kupenda kwenu, kwa kuitimiza kusudi lake. Kumbe yote tunayofanya ni makusudi ya Mungu ili yawe hivyo. Hata ikitokea unaugua, wengi tunahuzunika sana, lakini kuugua pia ni kawaida. Ayubu aliugua siku 2 tu. Ayubu aliugua muda mrefu, tena akawa katika hatari ya kufa, akanuka vibaya, lakini bado kwa sababu alikuwa rohoni aliendelea kusimama na kumtegemea Mungu. Kuugua kwake hakumtisha sana. Kwa hiyo makusudi ya Mungu wakati mwingine tunaweza tukasema yakawa mazuri kwako, ukaona mengine ukaona mabaya. Kitaalamu pia tunasema kwamba kuugua kwa mwanadamu ni jambo jema sana. Kwa nini? Wanakuambia ni sawa na nchi ambayo imekaa na maaskari wengi wazuri, waliofaulu, walioweza mambo ya kivita, lakini hawajapigana vita. Siku wakipata vita yoyote, kushindwa ni rahisi. Kumbe kuwa na mazoezi ni jambo muhimu pia. Linakupima, linakufanya ujue kwamba unaweza kustahimili au vipi. Mungu atusaidie sana. Amina. Mtaalamu tunaamini kwamba mtu akiugua anatengeneza kinga ya mwili ya kupambana na magonjwa. Hata ugonjwa ukija, nguvu ipo, ugonjwa hauwezi kukuyumbisha sana. Lakini kama hujawahi kuugua, ni mara moja unaondoka. Mimi nimekuwa naambiwa kwamba wale watu wa zamani, wale ambao wamepata bahati ya kutougua mpaka kufika uzee, akiugua ni siku hii moja anaondoka, sababu nguvu ya mwili, kinga ya mwili haina stamina ya kukabili ugonjwa. Kwa hiyo hata sisi ndugu zangu, mambo haya ni Mungu anafahamu, lakini tunatakiwa kukaa mbele za Mungu kiroho sana, ili Mungu atushindie kwa kila jambo. Bwana apewe sifa sana. Tunatakiwa kuimarika. Dunia hii ni dunia ambayo ina mapambo mengi, ina mambo mengi yanavutia watu. Tunaona siku hizi watu, kina mama wanavaa masuruali,
lakini sijaona wanaume wanavaa sketi. Nani amewahi kuona? Wapo, lakini ni wachache. Mimi nimeona mara chache sana, lakini wale ukiwaangalia wanaovaa sketi, ili zao ziko vizuri. Uchunguzi ukamwangalia hata wale kina baba wanaosuka nywele, akili zao ziko vizuri. Wewe unasema wako vizuri wao? Hawako vizuri. Wengine wamepitiwa na mambo ya kidunia sana, ya ule ucheza ngoma, wacheza ngoma, shabiki wa ngoma wanapenda, na wale wengine ambao wanapenda mambo ya usanii, napenda kujibadilisha. Nakumbuka siku moja tulikuwa hapa, tulifikiwa na mama moja, sijui binti wafupi hivi. Tulishukuru Mungu amekuja ukawa nako hapa, lakini baada ya kutoka hapa nasikia akapata maneno magumu na mambo magumu sana. Nafikiri mpaka leo hii hapa kaliletwa makusudi mazima kwa sababu ya usanii wa jamaa, ili kumtengenezea biashara. Mungu atusaidie sana. Amen. Lakini hayo yote ni mambo ya dunia ambayo yanapita na wala hayana nafasi mbinguni. Mungu atusaidie sana. Amen. Hebu tuangalie tena neno lingine linalotuambia habari za rohoni, na tunahitaji kuimarika kiroho. Ndugu zangu wapendwa, tuko katika nyakati hizi ngumu za mwisho. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5:18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18 unasema, shukuruni kwa kila jambo, maana haya ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Amina. Jamani, hata kama tunaangukia magumu, tumshukuru Mungu. Nilipo hapa ni mgani, nimefiwa mke sasa hivi ni miaka 6, lakini namshukuru Mungu. Si unaona simama ninasoma neno la Mungu. Mtaamini kwamba nimefiwa, mtaamini kwamba sina, yote ni mapenzi ya Mungu. Shukuru tu. Humo ndimo utakapomuona Mungu anakutia nguvu. Bwana asifiwe sana. Hebu tumshangilie Bwana. Amina. Dunia hii sikuiumishe sana. Ndiyo kusudi kubwa mpendwa. Simama tu hata katika mabaya. Wako wengi wamepata shida. Mzee wetu amepigana sana na mambo haya ya kiroho. Amesutwa sana. Sio wapagani, tu wa Mungu tu. Ametamkiwa maneno magumu. Lakini bado kuna watu wapendwa wengine wambia, Mzee Mathayo, wewe ni mtumishi wa Mungu, tunakujua kabisa. Hilo kanisa liache. Achana nao. Njoo kwetu utumike. Kwani huko ndio kutumika peke yake? Mzee Mathayo huyu amekuwa karibu na mimi. Amenipa maneno mengi ya faraja, nimefarijika, nimejengeka. Mpaka sasa hivi niko imani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu huyu tuliye naye, nafikiri ni tunu ambayo Mungu ametupa. Wewe unasema? Amen. Amen. Ndivyo ilivyo. Hebu tushike sana mambo ya rohoni. Mambo ya rohoni ni control ya mambo yote. Ndugu yangu, wewe unayezembea, shetani atakupitia. Wewe mbaye unaona ibada ni za kawaida, shetani atakuchukulia humo kwenye kawaida. Imarika ndugu yangu. Mimi hapa nafanya kiume kweli. Sifanyi kwa sababu ya kutoa heshima au aniheshimu mchungaji. Hapana. Napenda aniheshimu Mungu aliye mbinguni. Usifanye kwa ajili ya mtu. Mimi hapa najitahidi. Hata Paulo alisema ninajitahidi. Bado sijafika. Wewe umefika? Sasa kama bado, mbona unazembea ibada? Unafikiri utashinda hivi? Siku za ibada Ijumaa bado ni wachache sana. Wengine mlipoa hapo. Tuulizane mmoja baada ya mwingine.
utajua mwenyewe. Kama ulikuwa na udhuri mzuri, kama ulikuwa na udhuru lakini bado ulikuwa ibadani kiroho huko ulikokuwa, Mungu apewe sifa sana. Na ndivyo nimesema kwamba ibada zinaanza kwetu wenyewe.